Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu mzuri wa NYTV. Ninakushukuru tena kwa kunipa nafasi kuweza kufika mahali ulipo na kuweza kusema na wewe. Karibu tena kwenye kipindi hiki kizuri ambacho huwa kinakujia kila Ijumaa na mtumishi wa Mungu Hannington Kabuta, mchungaji kiongozi wa kanisa letu zuri la TAG usharika wa Dar es Salaam Pentecost Assembly, kwa kifupi DPA. Tunayo furaha kwa moyo wako na utayari wako wa kuendelea kutusikiliza na kusikiliza neno la Mungu kila wakati tunapokujia. Leo tena niko mbele yako. Mimi ninaitwa Mrs. Membris Mtega, ni mchungaji msaidizi katika kanisa la TAG sharika wa DPA unaochungwa na mchungaji kiongozi Hannington Kabuta. Karibu tuwe pamoja kwa dakika 30 za kulishare neno hili la Mungu. Nikushukuru kwanza wewe mtazamaji ambaye umekuwa mwaminifu kusikiliza, lakini pia kushare neno hili na watu wengine ili liweze kuwaponya watu wengi kwa kadri iwezekanavyo. Somo letu lililopita tulijifunza nyakati ngumu hazidumu. Nyakati ngumu hazidumu katika maisha ya mwanadamu. Na tukasoma neno kutoka kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 4 mstari wa 17 na 18. Tukaangalia kwa undani kuangalia kwamba dhiki, mateso, changamoto anazozipitia mwanadamu sio za kudumu. Yule ambaye ameshamjia Mungu na kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, changamoto zozote anazozipitia sio za kudumu. Lakini pia tukaona kuna nafasi hata yule ambaye hajamkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tukaona kumbe naye ana nafasi ya kumkimbilia Yesu, ambaye yeye anaweza akazifanya changamoto zote hizi ambazo zinapita kwenye maisha yake ziwe na expire date. Ndivyo tulivyoliona neno, na tukaona kwa namna ya pekee ambapo Mungu alimjalia Paulo kuona kwa undani mambo haya yanawezekanaje. Leo tena natamani nikukumbushe mtazamaji wangu, nyakati ngumu kwenye maisha yako sio za kudumu. Sio za kudumu, ni za kupita tu. Paulo akasema vizuri kwenye lile neno kwenye Wakorinto, akasema kwanza ni nyepesi, lakini la pili akasema ni za kitambo. Lakini tukakumbuka maneno ya Yesu ya kusema kwamba duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, ninyi yeye ameushinda ulimwengu. Kwa hiyo ushindi katika nyakati ngumu zote tunazozipitia uko upande wetu. Na tukakumbushana maneno ya Mungu kwamba Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, na nia ya Mungu hataki hata mtu mmoja angamie. Kwa sio mpango wa Mungu hiyo shida yako ikuteketeze, sio mpango wake. Na sio mpango wa Mungu wewe shida hiyo ikupe jina la kudumu, lakini hiyo shida ipite kwako. Na tukasema kwamba kipindi kijacho ambacho ndio hiki ambacho kiko mbele yako, tutaenda kuangalia ni kwa namna gani basi kama unapita kwenye nyakati ngumu ufanyi nini? Unawezeje kufika ng'ambo yako? Unawezeje kutoka na kuifanya hiyo shida iweze kutokomea na isionekane tena? Ni kuazime tena sikio lako na muda wako huu ili tuweze kuangalia katika kipindi hiki cha pili. Yako mambo kama matatu ambayo nataka tuyatazame, na tutatumia mfano kutoka kwenye Biblia ambapo tutaenda kufungua kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 30 mstari wa kwanza. Tutasoma chapter yote, lakini wewe kwa nafasi yako nitakusii uende ukasome mlango mzima huu wa Samueli wa kwanza mlango wa 30, kasome mstari wote, lakini mimi nitaenda kusoma kwa vitu na mistari michache. Maneno ya Mungu yanasema, kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa 30, ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya 3, hao Waameleki walikuwa wamewashambulia Negebu na Siklagi, nao wameupiga Siklagi na kuuchoma moto, nao wamechukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wote, ila wakawachukua wakaenda zao. Mstari wa 3, basi Daudi na watu wake walipofikiria mji,
tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu ya kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu wa Yezreeli, Abigaili aliyekuwa mke wa Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Tazama neno linalomalizia katika mstari huu. Anasema, lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Huo ni mstari wa 6. Naomba niishie hapo kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasema, akajitia, neno la Mungu linatuambia Daudi akajitia nguvu kwa Bwana. Daudi akajitia nguvu kwa Bwana. Natamani nikukumbushe tena kisa hiki, na somo tunalolisoma ni hivi: nyakati ngumu hazidumu kwenye maisha ya mtu. Neno lenyewe linasema nyakati. Nyakati sio umilele, ni nyakati za ngumu hazidumu kwa mtu. Nyakati ngumu hazina umilele. Tulisoma kwenye Wakorinto kwamba mateso, dhiki ni nyepesi na ni za kitambo. Tukaangalia kwa kina na kwa nini mpaka Paulo akasema vile. Leo nataka tuone unawezaje unapopita kwenye nyakati ngumu, unawezeje kuzihimili nyakati ngumu ili zisiwe za kudumu. Yako mambo kadhaa ya kufanya, na habari tulioisoma, ziko habari nyingi kwenye Biblia zinazoonyesha watu walipita kwenye nyakati ngumu na wakafanya nini na wakatoka. Bwana asifiwe. Lakini leo nimekusomea habari moja ambayo, simulizi ya mtu ambaye watu wengi wanamuona kama shujaa, watu wengi wanamuona kama mfalme, watu wengi wanamtazama Daudi kama mwimbaji. Watu wengi wanamtazama Daudi kama mtu wa ibada. Ukizisoma zile Zaburi unamuona Daudi. Lakini leo nataka tumtazame Sauli kama binadamu wa kawaida kama wewe hapo, pamoja na mafuta aliyopakwa Daudi mara tatu mpaka siku alipokuja kukikalia kiti cha ufalme. Mara 3 Daudi alipitia nyakati ngumu. Daudi alipitia nyakati ngumu, na zile nyakati ngumu hazikuwa za kudumu. Viko visa vingi ambavyo Daudi amevipitia. Mimi nimekichagua hiki kwa msukumo wa Roho wa Bwana, kwamba tukisome hiki, tushirikishane neno hili, kisa hiki cha Daudi katika hii Samueli wa kwanza mlango wa 30. Nimesoma mstari wa kwanza mpaka wa 6, lakini nimekuambia utaendelea na kuna mistari mingine hapo tunaweza tukaiangalia. Lakini leo mimi namleta kwako kama binadamu aliyevunjika moyo, kama binadamu aliyepita kwenye mahali pagumu, binadamu aliyepita mahali ambapo Biblia inatuambia Daudi na watu wake waliporudi nyumbani kwao. Kumbuka walikuwa kwenye maficho wanapigana Waamaleki. Waliporudi nyumbani kwao wakakuta moto umeteketeza mji wote. Nataka upate picha. Daudi kama kiongozi wa kundi anarudi nyumbani na kundi lake likiwa linamsubiri, liko nyuma yake, limeongozana naye mahali palipoitwa Ziklagi. Anakuta kile walichokitarajia wanakitazama ni tofauti na kitu kilichokuwa kwenye fikra zao. Picha wanaoiona pale, kila wakiangalia kushoto na kulia, ile picha hawaamini wanachokiona. Nyumba zilikuwa zimechomwa moto, wake wao wamechukuliwa mateka, watoto wamechukuliwa mateka. Mtazamaji wangu, natamani vaa kile kiatu, natamani rudi, natamani jaribu kupiga picha. Nikikwambia hapa
nikisema neno la ng'ombe tayari kuna picha unaipata kichwani. Najaribu kuweka pause kidogo. Hebu jaribu kupiga picha Daudi kama kiongozi wa kundi, anarudi na watu wake na wafuasi wake na wanajeshi wake, wanakuta mji umechomwa moto, wanakuta mji wake zao wametekwa. Kwanza wakati huu hawakujua kama wake zao wametekwa, lakini wanaangaza, wanaona hakuna, hawaoni mifupa, hawaoni nini. Unaona kimya, ukiwa kwenye mji. Biblia inasema wazi kabisa, anasema kwenye ule mstari, hawa watu walilia. Hawa ni wanaume. Kwanza naomba ukae ukijua hawa ni wanaume, walilia mpaka wakakosa nguvu za kulia. Ni machungu kiasi gani? Ni dhiki ya aina gani? Ni wakati mgumu wa aina gani walikuwa nao? Tunaweza tukausoma kama historia, lakini najaribu kuwaza hawa watu waliokuwa pamoja wanalia, kila mtu kwa sauti yake, kila mtu analia kwa namna yake. Kwa hiyo hakuna mtu aliyekuwa akimbembeleza mwenzie wakati huo. Hakuna mtu aliyekuwa akimbembeleza. Kila mtu ameshika kona yake. Kila mtu kuna kitu kimeteketea. Sijui mimi naongea na nani. Sijui sauti hii inamfikia nani. Sielewi ni kitu gani kimechomeka na kimeteketea kwenye maisha yako hivi wakati huu. Inawezekana ninavyoongea hivi, ile picha inainuka na unajikuta una machozi. Kuna nyakati nimepita, hakuna watu wakiona, kuna mazingira ya kufurahisha katika kila mtu, lakini mimi wenzangu wanacheka, mimi machozi yanatoka, kwa sababu kuna ulimwengu wangu ambao ulikuwa umeungua, umeteketea. Watu wakiwa wanacheka, mimi sioni cha kunichekesha. Ninawezekana ndiye ninayeongea. Ninaongea na mwanaume mmoja ambaye ni kiongozi wa familia. Mke wako anakutazama, watoto wako wanakutazama, ndugu, umeachiwa familia, ukoo unakuangalia. Inawezekana ninaongea na mwanamke mmoja ambaye dunia yake imeteketea. Ninaongea na binti mmoja ambaye nyakati anazozipitia hazielezeki. Kuna vitu huwezi kumsimulia. Najaribu kukiona kilio cha hawa wanaume. Mwanaume analia mpaka anakosa kulia, nguvu ya kulia. Kumbe huwa tunalia alafu na bado kuna nguvu Mungu anakuwa ameiacha ndani ya kuweza kuendelea kulia. Lakini wakati huu watu hawa wako kwenye nyakati ambayo hadi nguvu ya kulia imeisha. Kuna maumivu. Kuna kipindi nilikuwa natetemeka. Sio natetemeka kwa sababu kuna baridi, air condition imewashwa, lakini natoka jasho. Maumivu. Viko hivyo vipindi. Na mimi ninayeongea na wewe, ninaongea ninachokielewa. Kuna kipindi jasho linakutoka na wamewasha isi mpaka mwisho, jasho linakutoka kwa sababu ya kipindi ulichokuwepo nacho. Ndiye wewe ambaye Roho Mtakatifu anatamani kuongea na moyo wako, na sauti hii uisikie. Ni ya Bwana kwa ajili yako. Neno hili ni la wakati kwa ajili yako. Hiyo nyakati ngumu sio ya kudumu. Na tunachojifunza leo ni namna gani. Na Daudi hapa ukisoma wakati hapa unaona mstari ule wa 6 anasema watu hawa ambao walikuwa pamoja wakaazimia wampige mawe. Ninaongea na mtu mmoja ambaye lawama zimekujia. Unaendesha kampuni yako, unaendesha huduma yako, una watu umewaajiri, umeingia kwenye hasara isiyoelezeka, hasara ya mabilioni, hasara ya mamilioni, hasara ya fedha nyingi. Una huduma ambayo unaiongoza, una wazee wa kanisa, una viongozi wa kwenye idara mbalimbali, watu wanakutazama na umeingia hasara. Watu hao uliokuwa pamoja nao na wanajua kabisa vile vitu, kwa nini mmepata hasara. Hawa walikuwa wanajua, hawakuwepo.
walikuwa na Daudi. Daudi hakufanya makusudi, sio kwamba walimwacha Daudi katika mji huu, walikuwa pamoja na Daudi. Lakini mwisho wa siku, kwa sababu Bwana ameweka dhamana ya wewe kuwa kiongozi, hasara inapotokea macho ya watu hawa yanakutazama. Leo hii badala ya wakushike mkono, badala waseme bosi, ni kweli tulikuwa wote, badala ya mke wako aseme mume wangu, mimi na wewe tuko hapa, hasara hii ninajua hasara unayoipitia, ninakutia moyo mume wangu ya kwamba hapa tutavuka. Nasema mateso ninayoyapitia, kama nisingeolewa na huyu mwanaume, huenda nisingekuwa, kama nisingeoa mwanamke huyu, huenda nisingekuwa hapa. Daudi kuna jambo moja anatufundisha la ajabu sana na la pekee, na hili ndilo Bwana analotamani tufanye. Nisikilize mtu wa Mungu. Paulo alivyosema kwenye Wakorinto, hizi nyakati ngumu ni za kitambo tu. Alafu mstari wa 18 akasema ukilinganisha na utukufu unaokuja. Nataka nikwambie kuna chapter mpya. Huo wakati mgumu sio mwisho wa historia yako, sio ukurasa wa mwisho wa maisha yako. Kumbuka nilikwambia hilo sio jina lako. Hilo tatizo ni la muda, linapita, liko hapo kwa sababu kuna utukufu. Na ili ufikie utukufu, jambo la kwanza ni nini? Tunaenda na muda. Jambo la kwanza ni kitu gani? Tunaliona kwanza. Cha kwanza, acha lawama. Simlaumu mtu. Usimlaumu mtu. Biblia imetuonyesha wazi nani adui yetu. Hakuna mtu ambaye ni adui yako. Hakuna mtu. Adui yetu ni Shetani. Yeye asiyefurahi kutuona tunafurahi. Huyo ndiye adui yetu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye adui yetu namba moja. Na ukilijua hilo, hutamlaumu mumeo, hutalaumu watoto, hutalaumu kiongozi wako, hutarusha mawe kwa mtu yoyote kama hawa watu walivyokuwa wamejipanga kurusha mawe kwa Daudi. Simuoni Daudi akisema hivi hawa watenda kazi wa aina gani? Hivi hawa ni watu wa aina gani? Ninakukumbusha mwanamke, ninakukumbusha mwanaume, ninakukumbusha tumishi wa Bwana. Mungu hatamani ulaumu mtu. Anataka tuchukue hatua kama ya Daudi. Changamoto ilikuwepo, changamoto aliiona. Hawajasema Daudi hakulia, alilia. Na wewe inawezekana ulilia. Jambo la kwanza, Daudi hakulaumu mtu. Jambo la pili, Biblia inaniambia Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Mungu wako ni yupi? Kuna miungu mingi. Mimi sijui Mungu wako ni yupi, na ninachukua fursa hii kukutangazia Mungu wa Daudi ndiye Mungu anayetakiwa kuabudiwa. Mungu huyu wa Daudi ndiye huyu Mungu ambaye Biblia inaniambia hapo mwanzo kulikuwa na neno, na huyo neno alikuwa kwa Mungu, na pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Na huyo neno alikuja akakaa kwetu, akavaa mwili, nasi tukauona utukufu wake. Ndiyo huyo naye kutangazia habari. Ndiye huyu Mungu aliyekuwa Mungu wa Daudi, asiyewaacha wanadamu wakawa mawindo ya adui, anayeweza kuyafanya matatizo na changamoto na nyakati zetu ngumu zikapata expire date, zisifanye kazi, akabadilisha ukurasa wa nyakati ngumu, nyakati ya kulia ikaja nyakati ya kucheka. Ndiye huyu Mungu ninayekuletea habari zake mchana wa leo. Haijalishi unapita wapi. Daudi alifanyaje? Hakulaumu mtu. Hakutafuta mtu wa kumlaumu. Kwa kadri unavyotafuta watu wa kulaumu, tatizo linakaa, tatizo linaendelea kukaa. Bwana asifiwe. Lakini la pili, akajitia nguvu. Unawezeje kujitia nguvu? Nataka tuangalie vitu viwili hapa kwenye kujitia nguvu. Hakujitia nguvu baada ya tatizo kuondoka. Aliji-encourage himself akiwa kwenye tatizo. Nataka uchukue hatua ya imani. Nataka uchukue hatua ya ujasiri. Kuna nyakati mchungaji wako hata kuwepo.
Kuna nyakati hata mchungaji hataelewa unachokipitia. Unajaribu kumwelezea, lakini yeye hakuelewi, na hatumlaumu mchungaji wako au huyo mtumishi wa Bwana ambaye Bwana amemweka mbele zako. Unakumbuka kisa cha Ana? Ana alienda hekaluni, yule mtumishi kuhani Eli hakuelewa. Ule mzigo ulikuwa ni wa kwake Ana, hata mume wake hakuelewa. Akawa hamwelewi Ana. Ana, je, mimi si bora kuliko hao watoto 10? Nataka ujitie moyo. Ana aliinuka yeye mwenyewe. Natamani uchukue hiyo roho iliyokuwa ndani ya Ana, iliyokuwa ndani ya Daudi. Ndio hiyo natamani, ndio hatua ya pili aliyoichukua Daudi. Akajitia moyo kwa Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa Bwana wake. Kuna kitu kizuri hapa. Wakristo wanaweza kufikiri Yesu ni wa kwao wakambinafsisha. Yesu habinafsishi, sio wa Wakristo peke yake. Yaani wewe ukija ukimkubali, Warumi anasema ukikubali ukaamini kwa moyo ukakiri kwa kinywa, anakuwa Bwana wako. Kwa hiyo haijalishi huyu ajawa Bwana wako kwa majira haya unaponisikiliza. Yaani ukiamini kwa moyo na ukakiri kwa kinywa huyu kwamba Bwana alimfufua katika wafu, anakuwa Bwana wako. Hii si ni habari njema? Alivyojitia moyo kwa Bwana, mazingira yapo, wake zao hawajapatikana, mali zao hazijapatikana, nyumba zao zimechomeka, hazikuota kama uyoga kwamba zimerudi. Hali ilikuwa bado ya ukiwa, hali ilikuwa tete. Akajitia moyo kwa Bwana. Natamani uchukue hatua hii na kuombea kwa Bwana ya kwamba ujitie moyo kwa Bwana katika jina la Yesu. Ukishajitia moyo kwa Bwana, miguu iliyolegewa inatiwa nguvu. Ndio unaweza ukachukua hatua ya tatu. Hatua ya tatu ilikuwa ni nini? Anasema katika ule mstari wa 7, anasema kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Nini hapa maandiko yanatuonyesha? Nini maandiko yanatuonyesha? Cha kwanza, kumbuka neno tunalojifunza au somo tunalojifunza, nyakati ngumu hazidumu milele kwenye maisha yako. Hazidumu milele. Nyakati ngumu sio jina lako. Wasikuite Yabesi. Mama akamzaa kwa uchungu akamtandika na jina Yabesi. Zilikuwa ni nyakati ngumu za yule mama, akampa jina mtoto wake. Hilo sio jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Yabesi naye hakumlaumu mama yake. Akagundua kuna hatua alizichukua. Nataka nirudi nibaki hapa kwa Daudi. Cha kwanza, hakulaumu mtu. Cha pili, akajitia moyo kwa Bwana. Alivyojitia moyo kwa Bwana, hatua ya tatu, nimekusomea mstari wa 7. Kama hilo alikutosha la kujitia moyo kwa Bwana, la kutokulaumu, kilichofuata akaingia kwenye maombi. Maombi. Akarudi mbele za Bwana. Ninavyosema akaingia kwenye maombi, alirudi kwa chanzo cha maisha yake. Alirudi kwa yule aliyeshika siku zake. Alirudi kwa yule anayejua hesabu za nywele zake. Hakurudi kulia kwa wanani na nani, hakulaumu wala hata kuwalaumu wale wengine, wale watumishi, wale maaskari wenzie, hakuwalaumu. Waliokuwa wameshachukua mawe wanataka kumpiga, hakuwalaumu. Akasema kwa Abiathari, niletee naivera. Akasema huu sio wakati wa kuacha wokovu. Huu sio wakati wa kuacha wokovu. Huu sio wakati wa kulaumu mtu. Huu unapokuwa kwenye nyakati ngumu, usitafute nani mkosaji. Tusirudi kwenye bustani ya Edeni na kuanza kurushiana mpira, kuanza kurushiana lawama. Sio mimi ni huyu, sio mimi ni huyu, sio mimi ni huyu. Hata kidogo haitokusaidia. Tuchukue uamuzi sawa na maandiko ambayo yanasema yaliandikwa ili yatufae sisi watu wa siku za leo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuonyesha wazi wala haifichi kwamba kulikuwa hakuna maumivu. Inawezekana unasema kimoyomoyo, mimi niko hapa, kuna vitu vimechomeka, vitu vimeteketea, vitu havionekani tena. Tumishi unaongea tu, mume niliyekuwa namtarajia nimemzika,
Mtumishi, hujaelewa tu, aliyekuwa anataka kunioa ameoa mtu mwingine. Mtumishi, hujaelewa tu, hivi tunavyoongea mtoto wangu ameshafungwa, yuko gerezani. Mtumishi, hujaelewa tu, hivi tunavyoongea hali yangu, nimeambiwa ugonjwa nilionao hauponi. Nataka nikuhakishie, unachokiona kwenye macho yako hayo ya nyama ndivyo walivyoviona Daudi na kundi lake. Wewe sio wa kwanza, waliyaona hayo, lakini kwa sababu Daudi aliyekuwa amepakwa mafuta, aliyekuwa ameitwa na Bwana, wewe ambaye hata mchana wa leo uliyeitwa na Bwana, unayeitwa mwana wa Mungu, wewe ambaye umeokoka, unamkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini pia na wewe ambaye unasikiliza sauti hii, Mungu ndivyo anakuita hivyo. Anakuita kwa jina lako mwanamke, anakuita kwa jina lako wewe baba ambaye unataabika, umeenda kwa waganga kushoto na kulia. Ni mwaka wangapi huu umetumia pesa kwa ajili ya ugonjwa huo? Umetumia mpaka umefilisika, umemaliza waganga wote unaowajua. Yuko Yesu Kristo, Mwokozi wa maisha yako, aliyekufia msalabani. Mchana wa leo kama alivyomuongoza Daudi, akamwambia moyoni Daudi, huu ni wakati wa kufanya hivi, ni kuomba. Huyo Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Daudi yuko ndani yako leo, na anataka tena huyu Roho Mtakatifu akuongoze kufanya kitu cha msingi kwenye hiyo nyakati yako ngumu, ili usiweze kuangamia kwenye hiyo changamoto yako. Daudi akachukua hatua ya kuomba. Ndivyo tunavyosoma kwenye ule mstari wa 12. Mstari wa 7. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani, mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivela. Bwana asifiwe. Lakini anaenda mbele, anasema mstari wa 9, mstari wa 8, Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye Bwana akasema, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi utawapokonya wote. Yaani Mungu yuko tayari kurejesha yote uliopoteza. Unajua, akili yako isikusumbue itakuwaje kwaje. Na nampenda Daudi kwa sababu Mungu alivyosema nyenyuka utawafuata, ndivyo anavyosema na wewe. Yes, anaongea na wewe kwamba nyenyuka mwanamme, hiyo biashara iliyokufa anza tena. Ni kweli biashara imekufa, uliwekeza mamilioni, yuko arejeshaye. Ninampenda Petro akasema, Bwana, kwa ujuzi wangu nilioweza kuvua kwenye hii bahari, huwa hatuvui mchana, ujuzi unakataa Bwana, usiku kucha tumekesha tujapata kitu, lakini kwa neno lako, kwa neno la Bwana, ndugu yangu mtazamaji, kwa neno la Bwana anza tena hiyo biashara. Kwa neno la Bwana rudi tena kwenye mifungo. Kwa neno la Bwana rudi tena kwenye kusoma neno. Kwa neno la Bwana rudi tena kwenda kanisani. Kwa neno la Bwana hebu rudia tena ule utumishi wako wa kwenda kufagia kanisani. Kwa neno la Bwana rejea tena ile kazi ambayo ulikuwa unaifanya. Kwa neno la Bwana mpe nafasi tena huyo mwenza wako. Kwa neno la Bwana hebu ipe tena Mungu nafasi afanye kitu kipya kwenye maisha yako. Ni maombi yangu, kwa sababu hiki ndio kilio cha Mungu. Anakupenda. Ni Mungu pekee ambaye anasema yeye ni baba anayewanyeshea waovu na wema mvua. Ndio huyo, hajabadilika. Anakupenda mtazamaji wangu, anakutaka. Jambo la kwanza nimekuambia, nyakati ngumu hazidumu kwenye maisha ya mtu. Cha kwanza, usilaumu. Cha pili, jitie moyo kwa Bwana. Huna Bwana, huyu Yesu mpokee leo. Cha tatu, ingia kwenye maombi. Cha nne, baada ya kuingia kwenye maombi, sikiliza maelekezo kutoka kwa Mungu. Maelekezo haya yanaweza yakatumiwa na watumishi wa Mungu wakakupa maelekezo, lakini sikio lako liwe sensitive, liwe makini kupata ushauri kwa watu muhimu. Watu wanaweza kukushauri, nataka sikio lako liwe sharp ili Mungu aweze kukuelekeza kitu cha kufanya kwa yale ambayo umeyapitia kwenye hizo nyakati ngumu. Na hicho chanzo cha hizo mashauri yawe ni wale watu ambao kwa kweli wanaeleweka, watumishi wa Mungu walioitwa kweli kweli, maana na feki wapo. Bwana asifiwe. Ile kwamba feki ipo haimaanishi original haipo. Original ipo. Nichukue tena nafasi hii kukukaribisha kanisani. Kanisani kwetu TAG
ambalo linapatikana Goba, ushirika wa DPA, kanisa linalochungwa na mchungaji wetu kiongozi anayeitwa Hannington Kabuta. Nikiwa nataka kumaliza, jambo la 4 na la msingi kabisa, litakuwa nafikiri la 5, maana la kwanza nimekwambia marufuku kulaumu, kaa mbali na manunguniko. Jambo la pili nimekwambia jitie moyo kwa Bwana. Jambo la 3 nimesema ingia kwenye maombi. Jambo la 4 nikasema ukishaingia kwenye maombi, sikio lako liwe sensitive, liwe makini kufata mashauri sawa na maongozi ya neno. Na jambo la mwisho ambalo natamani ukalifanya, ukisoma hii habari kwenye mstari ule wa 12, Daudi akachukua hatua. Alivyochukua hatua ya kufuata ile njia ili aweze kurejeshewa wake zake, vyote vilivyopolwa na yule adui, wale wanajeshi wa Amaleki. Njiani akamkuta mtu akiwa kwenye njaa, akiwa kwenye hali ngumu. Daudi, kumbuka, yule alikuwa ni moja wa wale adui waliochoma mji. Mpendo mtazamaji wangu, uwe mwepesi kusikiliza kitu Roho Mtakatifu anakufundisha. Neno linasema tuwapende adui zetu. Daudi alimpatia chakula, kasoma chakula, kasome mstari ule wa 12. Akampa ile chakula mle mtu, akampa na maji. Kwa hiyo jambo langu la 5 ni kwamba endelea kutenda wema. Hata hao waliokutendea mabaya, endelea kutenda mema. Ni kwa kutenda mema kwa huyu mtu ambaye lile jeshi lilimuacha kwa sababu ya ugonjwa, wakamuacha. Huyu mtu ndio aliyegeuka kuwa msaada wa Daudi, kumuonyesha yale anayoyatazamia na kuyatafuta yako wapi. Hebu tuishi na wanadamu wetu vizuri. Hebu tuishi na hawa wanadamu wetu vizuri. Kipindi cha kwanza nikakwambia adui yetu siye mtu, bali ni roho itendayo kazi ndani ya mtu. Na roho itendayo kazi ndani ya mtu ni shetani au Mungu. Lakini kwa sababu Daudi ndani yake kulikuwa na Mungu, aliweza kumlisha huyu mtu, na huyu mtu akasema yale anayoyahitaji yako wapi. Ondoka na hili. Mchungaji wangu ana neno analisema kila wakati, you can never do life alone. Kwa hiyo ninapoenda kumalizia, naomba nikuombee wewe ambaye unapitia nyakati ngumu, na ninapokuombea hapa ninasisitiza, angalia namba za simu zinazopita katika screen hiyo, ili kwa muda huu mchache maombi yangu yatakuwa mafupi. Lakini kama unahitaji msaada wa kiroho, msaada au ushauri wa namna umekwama mahali popote, ninakuomba chukua hiyo namba inayopita mahali hapo, utapokelewa simu na mchungaji wetu kiongozi, na tutakuhudumia vizuri. Kanisa letu liko masaa 24 wazi na watenda kazi ni wengi. Bwana Yesu, ninaenda kumwombea mtazamaji wangu huyu aliyetoa muda wake kusikiliza neno. Roho Mtakatifu, neno hili lisiwe tupu. Mtu huyu nyakati hizi akavushwe katika jina la Yesu. Chochote kilichomtesa kwa mamlaka ya jina la Yesu, iwe ni magonjwa, iwe ni uchumi, iwe ni kazi, iwe ni huduma, iwe ni ndoa, vyolote lile ninabadilisha huo uteka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakushukuru mtazamaji wangu kwa kunipa nafasi hii niweze kuhudumu kwenye moyo wako na maisha yako kwa njia hii. Bwana Yesu akubariki. Usisite kututafuta na usiache kufuatilia vipindi vyetu vinavyokujia kutoka kwenye kanisa letu zuri la TAG hapa DPA kupitia channel yetu nzuri ya NYTV. Wakati mwingine tena nakwambia bye bye na Mungu akubariki sana.